Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba kuna wazee wa Young Africans wao hawako tayari kuiona timu yao ikishindwa kwenda kucheza mchezo wa dabi, na kwa taarifa nilizonazo ni kwamba siku chache zijazo wataitisha press ya kuwataka viongozi wa Young Africans wajiuzulu kwenye nafasi zao kwa sababu wanaipeleka timu yao sehemu mbaya. Wao walikuwa wanasupport timu kugoma, lakini baada ya kushindwa kesi sasa hawataki tena timu yao ishindwe kwenda kucheza mechi ya dabi, bali wanataka timu yao iende ikacheze mechi ya dabi, alafu baada ya hapo taratibu zingine ziweze kufuatwa, kwa sababu hawaoni sababu ya timu yao kugomea mchezo wa dabi, wakiwa wanaamini kwamba mechi ya Yanga wamewahi kugoma huko zamani, lakini pamoja na kugoma huko zamani bado wameshiriki kwenye mechi mbalimbali, lakini sasa hivi timu inaonekana kuzuiwa kabisa kwenda kucheza. Sasa baadhi ya viongozi ya wazee wa Young Africans ambao pia ni wanachama wa Yanga hawataki kitu hicho kitokee, kwa sababu wanaamini kwamba watapokwa alama kwenye ligi, kitu ambacho kitenda kuwapa Simba ubingwa, lakini pia wataweza kupokwa alama 15 kwenye msimamo, kitu ambacho kwao wanaona itakuwa ni fedheha kubwa wao kama wazee na wanachama nguli wa klabu ya Young Africans. Wenyewe wanasema hivi, kwa sababu walimsaidia Engineer Hersi Said kupata kura za kuingia madarakani na viongozi wengine, basi pia kura zao hizo ndizo ambazo pia wao pia hao ndio ambao wanaweza kwenda kuwatoa madarakani, wakiamini kwamba klabu yao inapaswa kuendeshwa kwa taratibu ambazo zinatakiwa kwenye mpira, na kuna sehemu mnaweza mkagoma kushinikiza jambo fulani lifanyike, lakini hilo jambo likishindikana basi inabidi mtafute namna nyingine ya kupata haki. Sasa kama wameshindwa kupata haki kwenye mamlaka za soka, basi wasubiri wafuate taratibu tu ambazo zinaelezwa, ambazo zinatakiwa ili kusudi mechi iweze kuchezwa. Sasa nitakukumbusha nyuma kidogo, imewahi kutokea rapsha pale Yanga wakati ule wa Yusuf Manji akiwa ndo mtu ambaye anafadhili klabu ya Young Africans, na kwenye zile rapsha ambazo zilitokea kwa kipindi kile zilipelekea wazee kama kina Mzee Kilomoni na wengine wengi kuanza kupingana naye. Mwisho siku Manji aliachia klabu ya Young Africans na ikawa chini ya wanachama, na wanachama wakanisha timu yao kama kawaida. Sasa inaonekana sasa hivi pia wanachama hao pia ambao waliweza kuungana na Kilomoni kipindi kile ndo wengine pia wameibuka, wanataka viongozi hao ambao wapo kama wameshindwa kuiendesha vizuri timu yao basi waweze kuachia ngazi, na siku sio nyingi wataitisha mkutano na waandishi wa habari, alafu watakuja kueleza sasa mambo mbalimbali ambayo kwao wanaona kama viongozi waliopo wameshindwa kuyasimamia inavyotakiwa, na wako tayari sasa kwenda kulalamika kwenye maeneo mengine, na ikiwezekana waitishe mkutano mkuu wa dharura ili kuhakikisha kwamba wanasolve hili tatizo na mambo yanakwenda vizuri zaidi. Na kwa utaratibu ni kwamba timu ya wanachama ikitokea kuna sintofahamu kama hizi, basi unaitishwa mkutano mkuu wa dharura, na ukitishwa mkutano mkuu wa dharura huo utaenda kutoa mwanga wa kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika, na inaweza kwenda kuingia makubaliano pale, na wanachama ambao watakubali mechi timu iende uwanjani watakubali, na ambao hawatakubali basi watagoma, na taratibu zingine zitafuatwa na wanachama watakuwa wameridhia, lakini sio maamuzi ya viongozi wachache ambao wapo madarakani. Na ndio maana wazee wanasema kwamba kama ni swala la makubaliano basi uitishwe mkutano mkuu wa dharura ili watu wakatoe maoni yao. Na of course na mimi ndicho kitu ambacho nakiamini, kwamba sio wanachama wote wa Yanga hawataki kuona mechi ya dabi inachezwa. Wapo wanachama ambao wanatamani kuona dabi inachezwa, na wapo tayari kuona timu yao inapelekwa uwanjani. Lakini kwa wale ambao hawapo tayari kuona timu yao inapelekwa uwanjani, ndio hawa ambao pia ni wachache kuliko wale ambao wanataka timu yao iende uwanjani. Kwa hiyo ili kuondoa mzozo wa fitna hapa ni kwamba inabidi uitishwe mkutano mkuu wa wanachama, watu wakae, wajadiliane na wasikilizane vizuri, waone ni kitu gani ambacho kina uwezo wa kwenda kufanyika ili kuhakikisha kwamba Young Africans wanaenda kucheza mchezo wa dabi kama kawaida, na wanaenda kufuata taratibu zote za kimchezo kama kawaida ili waweze kupata matokeo. Halafu kama ni kesi basi watakuja kuiendesha baadaye, kwa sababu hata kwenye barua wametaja mambo mengi sana, uvunjifu wa kanuni, uonevu ambao unafanywa na bodi ya ligi na TFF, kitu ambacho it is not fair. Yani wametaja vitu vingi sana ambavyo pia hata vitaka kusikilizwa havitasikilizwa ndani ya siku chache. Ni mchakato, ni kesi ambayo ni ya muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kwa sasa ambacho anakifanya Young Africans ni kuzikosea tu mamlaka za soka, lakini baadhi ya wazee wa Yanga na wanachama nguli wa Yanga
wanataka kutoka mbele na kuanza kudai hanao kwamba viongozi waliopo waweze kutoka madarakani, waweze kupisha viongozi wengine ili kuhakikisha kwamba haki yao, ili kuhakikisha kwamba klabu inafuata taratibu zote za mpira, kwa sababu Yanga ni timu ambayo ina heshima kubwa na mpira wa Tanzania. Hawa ndio mabingwa wa kihistoria kwenye mpira wa Tanzania. Kwa hiyo wakati mwingine taratibu kama hizi zinatakiwa yani, kwa hiyo kuna vitu vingine kama klabu inabidi muweze kuviweka kando ili mambo mengine yaweze kwenda vizuri kabisa, na naamini kwamba hawa wazee ambao wanataka kujitenga na wenzao wako sahihi zaidi, na ndio wazee ambao pia wana uwezo wa kuifanya Young Africans kurejea kwenye njia nzuri, na ndio wanaweza kwenda kutengeneza mahusiano mazuri baina yao na TFF ili kuhakikisha kwamba timu yao inaendelea kushiriki mashindano mbalimbali na kuhakikisha kwamba timu yao inaweza kupata haki ambayo wanaitaka, kwa sababu wakienda kucheza mechi, taratibu zote za mchezo zikifuatwa, ndio baadaye wanaweza kukaa chini na bodi ya ligi na TFF kujadiliana namna gani ambavyo wanaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri na kila kitu kinaenda sawia, na mechi zinachezwa kama kawaida. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba wazee wa Young Africans siku sio nyingi wataitisha press kupinga maamuzi ambayo yanafanywa na viongozi waliopo kwenye klabu yao, wakiamini kwamba bado wao kama hawana uwezo wa kugomea mamlaka za soka, na wako tayari kutoka kuandamana kuhakikisha kwamba timu yao inapelekwa uwanjani, inaenda kushiriki mechi mbalimbali za ligi kama kawaida, lakini pia mchezo wa dabi wanacheza kama kawaida, na mambo mengine yote yanakwenda kama ambavyo yamepangwa kutokana na historia kubwa ya Young Africans na performance walionayo, ubora wa wachezaji waliopo pale ndani ya Yanga. Wao hawaoni sababu ya timu yao kugomea mchezo wa dabi, ikiwa wanajua kabisa kwamba wana uwezo wa kwenda kucheza mchezo wa dabi na wakashinda vizuri na wakapata matokeo ambayo ni mazuri bila shida ya aina yoyote ile, na kila kitu kikaenda sawa sawia kama ambavyo timu hiyo ilianza mwanzoni mwa msimu.